Matatizo mnayoyaona ni kwa sababu hamwafunzi watoto wenyu mila, tamaduni pamoja na lugha ya mama. Ni msimamo wa wazee wa jamii ya Nandi. Ni eneo moja tu ambalo tunalizuru hii leo ili kukupa uhondo wa mashinani. Ukitanabahi tutakuwa tumefika Kiambu kuliko na mkulima aliyedanganya kwamba anapanda misheveve, kumbe ni bangi. Ala! Lakini kabla ushike kiberiti moja kwa moja, tutazame nawe Turkana wanakosema mwanzilishi wa jamii hiyo wanamjua wenyewe, tena ni mama haswa. Ndo ya kaskazini mwa Kenya hayo, ila pia mashariki, kusini na magharibi. Tulieni, tutawapanga. Ni mida ya NTV Mashinani. Dakika 30 zimekatika tangu itimu dhenashara saa za Afrika Mashariki. Kama kawaida, naitwa Lois Ongoi. Tuanze ngoma na videkezo, na kumbuka hii ni NTV Mashinani na bila shaka hii ni yako. Cow, teta, sheep, ejiria. Huko Nandi, wazee wamesema hakuna watoto kupotea mijini. Maktaba ya lugha ya mama yabuniwa. Ripoti yako itampa nafasi mwanafunzi wa Kibabii kusema na wanafunzi wenzake kuhusu masaibu ya ufadhili. Na usimtume kila mtu akuweke dawa mwilini, tutakafunga na huyo. Mtazamaji wangu, unajua unakubali yetu ya mashinani yanabamba, lakini kwanza tujue kitaifa. Sasa Kenya imeshuhudia mwaka wenye joto zaidi katika rekodi ya kipimo cha mwaka 2024. Ni jambo lililo na athari ratiba ambayo linaathiri ratiba za shule, mfumo mpya wa umma na usalama wa chakula kote nchini. Wakenya sasa hawatalipa ada yoyote kupata vitambulisho. Wiki moja baada ya Rais William Ruto kutangaza leo, waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amezindua mpango wa kutoa hamasisho kwa vijana mjini Naivasha. Afisa wa polisi Mkenya aliyeuawa nchini Haiti kwenye misheni ya kuweka amani amezikwa leo nyumbani kwao na Serian, kaunti ya Kajiado. Mwili wa Samuel Tompoi uliwasili nchini tarehe 11 Machi kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA. Mtazamaji wangu, so dakta, saa zetu za mashinani zimefika. Sasa maafisa wa polisi kutoka Kikuyu ni kaunti ya Kiambu wamefichua kipande cha shamba cha takriban nusu ekari katika kijiji cha Kidafamarko kikiwa kina mimea mingi ya bangi inayoaminika kupandwa kwa ustadi sana, lengo kuu likiwa ni biashara. Wakazi waliopigwa na butwaa walikuwa wanaamini shamba hilo lilikuwa likikuzwa aina mbalimbali ya mboga na vilevile mahindi. Tazama. Ni shughuli ya kung'oa bangi katika shamba moja hapa Kikuyu, ambako maafisa wa polisi wamefanikiwa kupata shamba moja imepandwa bangi pamoja na mahindi. Tuweze kuongea na polisi hawa ili watueleze ni wapi walifanikiwa kupata hili bangi na ni kiasi kipi. Leo tulipata ujumbe kwamba katika hii sehemu ya Kidafamarko kuna mtu mmoja ambaye amepanda bangi kiasi ya zaidi ya nusu eka. Ndipo tukaja hapa na kweli tukathibitisha kwamba kuna bangi ambayo imepandwa hapa. Hata tumeona kwamba kuna some form of irrigation. This particular person ameweka some form of irrigation. So tuko hapa na maafisa wa polisi kuhakikisha kwamba hii bangi imeondolewa. Ya kwanza na ya pili tutafuta wale ambao wamehusika. Mwenye shamba hili tumeambiwa kwamba ameajiri vijana wawili kutoka kwa nchi jirani. Hao tutawatafuta na tutafute mwenye shamba ili kwamba awajibike yeye mwenyewe. Ukiangalia vizuri kuna ukora mwingi sana hapa. Kutoka kwa barabara pale kile ambacho utaona ni mimea ya mahindi. Lakini katikati hapa ndio kuna mimea ya bangi. So kuna ukora mwingi sana ambao unaendelea hapa. Kwa upita njia, labda hata kwa majirani, lile ambao wataona ni mimea ya mahindi. Lakini lile ambalo liko katikati ya shamba
ni mimea ya bangi ambayo tunaiona hapa. Na ukipata shamba kama hili ambalo unapata kuna mtu ukiangalia pale chini kuna nyumba ya mifugo, nguruwe na ng'ombe. Kwa hivyo wewe ukipita unafikiria tu ni mkulima wa kawaida. Kwa hivyo wakaaji hawakuwahi shughulika, na tunashukuru mwenye aliambia polisi ya kwamba hapa kuna bangi imepandwa. Lakini kujibu swali lako, hatukujua na tumejua leo sisi kama majirani. Sisi kama wakaaji wa Kidfamaco tunatoa mwito kwa wenye mashamba hapa Kidfamaco ambao hawaja develop ya kwamba wajue ni nini imepandwa kwa mashamba zao, kwa sababu saa hii serikali na askari wanatembea kwa hizo mashamba, na ukipatikana kwa vitu mbaya imepandwa kwa shamba yako, itakuwa jukumu lako kuelezea ni nani na ni nini imepandwa huko. Polisi Kikuyu wameanzisha shughuli ya kumtafuta mmiliki wa shamba hili. Nikiripotia runinga ya NTV kutoka Kikuyu County ya Kiambu, jina ni Abraham Gadesha. Abraham Gadesha, tumekuona ukisonga kwenye bangi. Mtazamaji, najua una maoni mengi tu. Fika pale mashinani ya online, zamu yenu itafika nisome mawili matatu. Tusonge mbele. Na inaaminika mama mwanzilishi wa jamii ya Turkana aliaga sehemu ya Elelea ni chini ya mlima ya Morua na Yeche zaidi ya karne 5 zilizopita. Sasa kila mwaka jamii ya Turkana hukusanyika chini ya mlima wa Morua na Yeche ili kutoa shukrani zao kwa mama huyo. Peter Warutumo anaidondoa taarifa hiyo kamili. Asante sana Lois Wangoyo, ikiwa katika NTV studio zetu za Nairobi. Mimi ni Peter Warutumo nikiwa katika kaunti ya Turkana. Leo hii tunaenda kuangazia historia ya mama wetu, mama wa Turkana na mama wa Ateker ambaye anaitwa Ata Nayeche. Tunaye mtaalamu ambaye anaelewa masuala hasa zaidi ya huyu mama tangu atoke nchi jirani ya kusini mwa Sudan kupitia Uganda na hata kufika katika milima ambaye inaitwa Morua na Yeche. Karibu kidogo ndugu yangu uweze kutuelezea taswira kidogo kuhusiana na historia ya huyu mama yetu. Thank you. Turkana people are people that lived long time ago, believed to have originated from Uganda, and they settled at a place called Najie. We celebrate Ata Nayeche every year because we believe she is our mother. Tunasherehekea siku yake siku ya leo. Morua na Yeche ambaye ni mama mwenye alijinyima kila kitu, akaamua kuweka hii historia hapa ili tuweze kukumbuka yeye kila wakati. But we believe as Turkana people that is our mother, because she is the genesis of who we are. So we come here to celebrate her. We come here to celebrate our culture, and we are very much excited to be called the children of Ata Nayeche. Wanaofika mahali hapa ili kutoa shukrani zao katika kaburi za Morua na Yeche ni sharti wazunguke mara 4 katika kaburi hili wakiweza kutupa mawe, ikiwa ni ishara ya shukran na ishara ya heshima kwa mama aliyelala hapo chini ya huo mlima. Wakati unakuja kutembelea kaburi yake, unachukua mawe 4. Hii mawe unatupia kwanza. Wakati unatupia unamwongelesha, labda unasema mama lala salama, unasunguka mama unaomba baraka kwake, unasunguka mama tunataka amani, unasunguka ya mwisho. Sunguka ya mwisho kuna wamama ambao wanakumwagia maji, wanakubariki. I think the Turkana people are close to the Catholic faith. The people who lived before us and they lived for many years are believed to be saints. So you can really tell them your wish. You can ask them to pray for you. Yeah, such things. Kabila za Turkana, kabila za Nyengatom, kabila za Ateker, wote hukusanyika hapo kila mwaka ili kuweza kutoa shukrani zao kwa yule mama aliyelala. Nikiripotia katika kaunti ya Turkana, mimi ni Peter Warutumo. Kazi kunto Peter Warutumo. Mtazamaji wangu, salamu ni nyingi tu, naendelea kuzipokea online. Bado hamjafikiwa, nafika kwenyu baada ya taarifa hii. Sasa je, wajua kuna maktaba ya jamii ya wazee wa kutoa ushauri na saha na lugha ya kiasili na maadili kwa wanafunzi katika kijiji kimoja kaunti ya Nandi? Mpiga picha wetu Kendrop Sigei amesafiri zaidi ya kilomita 17 kutoka mji wa Kapsabet na kutoa katika kijiji cha Kabirirsang kwenye eneo bunge la Mgwena kwa
utapata wanafunzi wakitangamana na kupokea mafunzo mbalimbali kutoka kwa wazee waliojitwika jukumu ya kurejesha na kuokoa lugha ya kiasili inaonekana kuangamia kwa kasi. Cow, teta. Sheep, Ejiviet. Goat, Ngororiet. Lugha yenye inatakikana kwa mtoto, lugha ya kwanza ni ya mama, na inatakikana saa ile wanaenda kwa shule wakuwe wamejua lugha ya kwanza ya mama. Lakini siku hizi imekuwa shida, kwa maana ukipata mwenye anachunga mtoto ni labda ni mtu yule haelewi kilugha. Sasa huyu atatumia kilugha ya Kiswahili, matatangwa hiyo mtoto atakuwa ni Kiswahili, si ile ya mama. Agenge agongole njimbo atundu tu. Wazazi wajitahidi kufunza saa ile wako na watoto waongee lugha yao, kwa maana yaya ama huyu tunaita auntie anatumia Kiswahili. We need knowledge acquisition before the old people disappear on earth. Sasa itatupiti tutafute hao wazee, tuone nani ana tajriba fulani. Sio kila mtu ambaye ana uwezo kuongea ama kujua kitu, lakini kuna baadhi ya watu ambaye bado wanaishi na wanajua kabisa hao watu wakuje mbele wasumzie watoto, hata watu wengine wa middle age pia ambaye hawafahamu mambo pia wanufaike na mambo ambayo yatafunzwa na hao watu. Nimekuja kusaidia wanafunzi wetu mara nyingi, sababu wanafunzi wetu pale nyumbani hawapati nafasi ya kutufunza lugha ya mama. Ndipo sasa tunawaleta hapa ili wapate nafasi wajifunze kutokana na wazee ambao wanakuja hapa ili wafunze watoto wetu. Hao wanafunzi wetu kuja hapa mara moja kwa wiki. Sababu pia tunajua kwamba wengi wetu kwa sababu ya urbanization tumetoka kule vijijini tumeenda mijini. Kule mijini tumetangamana watu wengi, na mara nyingi tunapata msukumo wa kuweza kuongea lugha ya taifa badala ya lugha ya mama. Na huku muhula ukielekea kukamilika na bado kamati iliyoteuliwa kusahihisha mfumo mpya wa ufadhili uliositishwa na mahakama ya juu mwaka jana haijatoa mwongozo, wanafunzi na wazazi katika vyuo vikuu sasa wana wasiwasi, kwani hadi sasa hawajapata mwongozo wote kutoka kwa Wizara ya Elimu. Mwanahabari wetu hii leo ni Kaberenge Brian ambaye ni mwanafunzi wa wanahabari katika Chuo Kikuu cha Kibabii. Aliweza kuzungumza na wenzake na hii hapa taarifa yake. Watasaidika vipi wanetu walio vyuoni? Hili ndilo swali linalowafikirisha na kuwanyima usingizi wazazi wengi wa wanafunzi wa vyuoni. Hii ni kufuatia kusitishwa kwa mfumo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu na mahakama kuu ya hapa nchini. Jambo hili linasababisha kilio miongoni mwa wanagenzi wengi, huku baadhi yao wakitaja kuwa mfumo huu unatashwishi chungu nzima. Na mimi kuhusiana na new funding model, kusema ukweli haieleweki. Manake mimi personally tangu ni apply HELB last year hadi wa leo sijaipata pesa yoyote. Sasa nashanga kwani shida iko wapi kwa hii serikali? So tunaomba kama mnavyotusaidia mweze kutusaidia. Kusema ukweli imeniangamiza vibaya, kwa sababu ukiangalia unaweza ingia kwa portal, unapata school fees iko mingi. Yetu mzazi tuliweza kulipa pesa ya household ambayo imeweza kutuaffect. Tunapata mtu umelipa pesa yote kutoka household, lakini ukiingia kwa portal unapata pesa nyiko hapo iko mob, mpaka nashindwa nitafanya aje exam. So kitu mimi ningesema tu, ningeweza kuambia rais aweze kuharakisha hivi vitu.
Hata hivyo, kwa wanafunzi wanaotumia mfumo wa hapo awali, hasa wale wa mwaka wa 3 na mwaka wa 4, wanasema kwamba wapo sawa, kwani mfumo huo wa hapo awali ni wa kuridhisha. The new funding model, I literally don't understand anything because I'm a student of the old funding model and I'm okay with it because it is more efficient. Huku wasiwasi ukizidi kutamba miongoni mwa wanafunzi wengi wa chuo hiki, ni wazi kwamba wanafunzi wengi wa vyuoni wanakanganywa na mfumo huu mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu. Hata hivyo, waziri wa elimu Julius Migoso Gamba ametoa ahadi kwamba serikali inatarajia ripoti inayoafikiana na katiba kutoka kwa kamati iliyoteuliwa kushughulikia mfumo huu. Nikiripotia NTV Mashinani, jina langu ni Kaberenge Brian. Asante sana Kaberenge Brian, mtazamaji wangu. Kaberenge ameitika mwito. Kila siku nakwambia hata wewe unaweza ukatamba katika meza yetu ya NTV Mashinani. Mambo ni simple kweli. Hii hapa nambari ya WhatsApp. Piga hiyo video, alafu simama mbele useme Lois, mimi ni fulani kutoka kaunti fulani. Issue yetu ni hii na hii na hii. Inaweza ikawa furaha au kilio. Bila shaka sisi tutaitika katika meza yetu ya NTV Mashinani. Tuma pale, alafu mimi nitakupanga. Kufikia sasa nataka niweze kupata maji kidogo, lakini mtazamaji wangu usiende mbali, manake na swali. Je, wajua eti jamii ya Luo hawaombi kupunguziwa bei sokoni? Tutasema nao tukirudi, manake hawabagain. Family Bank's journey began with a visionary leader, Mr. Titus Muya. They all grew from humble beginnings and then grew to become big international organizations. Family Bank has grown alongside the nation, empowering individuals, businesses and communities. The vision and mission of Family Bank, we believe in positive transformation of people's lives. I've enjoyed their services and they have supported me to grow. Kwa sababu si umesikia ni ya family na si tukaingia ndani tukawa hapo. Na baka wakati huu tuko hapo hatujatoka. Furaha kwangu kuwa na hawa hiyo makarabaini wakiwa wanashirikiana. Kongole Family Bank for 40 years. Catch Family Bank at 40 documentary on Wednesday 19th of March at 8:40 p.m. only on NTV. We are family. Tufanikishe zaidi. This week on Twende, get ready for an unforgettable adventure. This is actually the first time to ice Azura Pitanga too. We'll take you to some of the most breathtaking views in Kenya. Discover the largest lake in central Kenya. And that's not all. We tell you how this tree holds a special place in the hearts of the people of Moroai village. We have a lot of designers, they do because they are passionate or they have a business idea, but they don't realize that there is a whole organization before that. So being an economist, you have to predict. Number two, you work with what you have. So whatever I use in my design, 90% at least of it, I buy it in Senegal. What stands out when you put on an outfit and you want people to know, I'm AJ, but I'm not just AJ. With West African fashion, for us, it's like a celebration. But what we wear identifies who we are. We love our culture, we love our language. So we're very proud people, but very humble at the same time. This is NTV. Yajayo katika NTV jioni. He's a national hero. Sio tu kijana wa Kajiado Moshishe Udani, well to ask your governor to also honor him. Afisa wa polisi aliuawa huko Haiti, azikwa nyumbani kaunti ya Kajiado. Upinzani wa msuta Rais Ruto kwa kuwatuma maafisa wa Kenya katika operesheni hiyo. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro afungwa afisi za utawala bila wahusika. Anasema kuna mkono wa serikali. The year when we observed
above average in terms of number and intensity of cyclones. Mwaka 2024 ndio mwaka kuwahi kurekodi joto la juu zaidi nchini Kenya, wasema watabiri wa hali ya hewa. 2022 nilikuwa nisha graduate. Na leo katika sehemu ya afya yako, tunazamia afya ya figo na magonjwa yanayokumba kiungo hiki cha mwili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. This March, all eyes turn to Nairobi as the County Assemblies Forum hosts the 5th Legislative Summit 2025. From March 14th to 20th at the Edge Convention Center, Nairobi, county leaders, policymakers, and stakeholders gather to champion accountability and shape the future of governance. Join the conversation that drives change. Learn more at www.legsum.org or call 0701 046 933. The 5th Legislative Summit 2025, championing accountability for a better Kenya. Mtazamaji wangu, karibu tuendelee kunena kimashinani na moja kwa moja hadi kaunti ya Kisumu. Sasa mara nyingi huwa inasemekana kwamba watu wa jamii ya Wajaluo hawapendi kupinga bei ya bidhaa sokoni, yani kubagain. Iwapo ameambiwa bei atalipa bila kuomba kupunguziwa, basi tujiunge na mwanahabari wetu Doreen Magak kutoka kaunti ya Kisumu ili atudhibitishie iwapo msemo huu ni wa kweli au rongo. Doreen, hebu tueleze kuhusu mswada wetu wa leo mjini Dala. Wakazi wanasemaje kuhusu bei ya bidhaa? Hapa mjini Kisumu kupata maoni ya watu kutoka hapa ili nihakikishe ama kudhibitisha watu wa Kisumu huwa wanasema huwa hawabageni ama huwa hawalalamiki wakinunua bidhaa. Wacha tupate maoni yao. Maoni yao ni yapi? Je, ni ukweli ama ni la? Mimi kuwa Mjaluo naona ni kitu muhimu sana kwa maisha yangu, kwa sababu sisi ni watu wale huwa watubagain, watu wanaitwa Luo Pins. Sisi ndio tumecolonize Kenya saa hizi, sisi kama Wajaluo. Sababu mimi unakuta mimi nikienda kununua kitu, unaweza niambia mimi kitu ni thao, na mimi expectation yangu maybe hiyo kitu ni 15. Mimi iko doa tu hiyo thao bila kubagain. Wajaluo wakikuja kununua vitu wapingi bei, ogisechi wapana pinga bei. Hiyo bei yenye umemwambia ndiye atatoa pesa na ndiye atanunua. Kwa Kijaluo wanasema Joluo oksechi. Wajaluo wa bagain, hiyo naweza kusema ni ukweli, kwa sababu mimi kama mfanya biashara nimeinteract na hao wengi na nimesikia kutoka kwao. Unlike kwa hao matribe wengine, labda utamwambia mzee hii kitu ni thao, atakuanzia na 400. Sasa unajua kuongea naye hadi ifike hapo karibu na thao, utaona ni gharama. Mjaluo bagain, Mjaluo kupiga bei, hiyo ndio naendelea nayo. Hiyo ndio tunaonanga hapa. Huwa hawabembelezi, ukiwaambia tu hiyo bei, hivi ndio wanachukua. Mimi ni Doreen Magak kutoka Kisumu, NTV Mashinani.
Mtazamaji wangu, mwenzangu hapa studioni anaitwa Salim, anasema Jaluo Oksechi. Tuingia mashinani yetu, unaipenda sana mashinani ya online, tuone mnasema nini. Kuna Ogadi Top anasema si wauza walipe loan. Nadhani ni ule mkulima wa bangi kutoka Kiambu. Mtu anajitafutia maisha, mnaanza kumsaliti. Kirui Koech anamtetea mkulima wa bangi kutoka Kiambu. Murithi anasema tuned in from Meru County. Asante sana. Benson Wanyonje anasema live from Naitiri, eneo la Tongaren. Tunaye Joakim Kenyanya anasema tuned in from mashinani ya Nairobi. Asante Joakim. Tunaye Vikris Vicky anasema NTV. Nimemkosa. Tunaye Aluda Manu anasema wacha ukabila uishe, wazee new generation wote ni mandugu. Hii ni ile story tumefanya Nandi pale, wazee wanawafunza watoto tamaduni zetu. Mwingine ni David Kisilo anasema pamoja huku tuko Kakumuti Kitui. Asante sana mtazamaji wangu, tuingie mashinani ya YouTube. Kelvin Murimi anasema thanks for the awareness. Idris Mohamed anasema Idris Mohamed anasema huyo Kaberengi anasema eagerly waiting for NTV mashinani, tumefika. Gitegi anasema good show, tuende kazi. Simadoy anasema nafuatilia moja kwa moja kutoka chuo cha Kibabii. Sylvia Cherop anampigia makofi Kiberenge, na Kibu naye anasema keep moving. Tuingie Facebook. Kuna swali tulikuwa tumeuliza hapa. Hilo tulipata. Ndo hii. Tulikuwa na swali, tulikuwa tunauliza ni kipi kimekufanya usiwafunze watoto wako lugha ya mama na wewe unaijua. Ombako Rafael anasema especially Waluya hamfunzi watoto lugha ya nyumbani. Prince Wakaso anasema itasaidiaje maishani. David Meli anasema kwa sababu wanafunzwa lugha ya baba. Esther Sai anasema fundisha watoto wetu lugha ya mama. GK Kwencho anasema I live in town with my children. English na Kiswahili ni shuleni, wakifika nyumbani tunasema Kikalenjin. Mtazamaji wangu, sasa ndo tunajitayarisha kufunga, na bila shaka kila siku na wacha na tabasamu. Sasa kuna ilani hapa. Ikiwa una matatizo ya macho na unataka kuwekwa dawa machoni, ambaye unamuomba akupimie hiyo dawa, chunga, manake kando na kukuwekea matone ambayo unahitaji, kuna huu bwana hakubahatika aliyemtilia dawa akaweka chupa yote, macho yakafunguka zaidi, akatizama hadi bingoni. Na italile Sangoi, tukafunge kwa pamoja, tupatane hapo kesho. Kwa heri. God bless you. Hey! Hey! Nani? Hey!